kufungua zawadi zao, kwa sababu leo ni Boxing Day, siku nyingine ya mapumziko baada ya jana tukusherehekea ile siku ya kuzaliwa Nabii Isa bin Maryam, kwa sababu wengine wanamuita Yesu. Karibu, naitwa Salum Kambala, lakini tu ni kujuze tu kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia hoja ambayo iko mtandaoni, ambayo majibu utayapata leo ambaye atakuletea hapa si mwingine Clement Sila katika sehemu yake hiyo, ambayo mada inayohoji leo nini maoni yako kuhusu serikali kuhakiki upya mikopo ya elimu ya juu baada ya kubaini wanafunzi wengi wamejaza taarifa za uongo. Umakini hukuwepo wakati wa uhakiki wa awali. Hilo ndio swali lenyewe. Nikukaribishe katika taarifa yetu ya habari. Kukithiri kwa vita vya wakulima na wafugaji nchini kumezua taharuki ya ajabu baada ya mkulima mmoja wa kijiji cha Dodoma Isanga wilayani Kilosa mkoani Morogoro, Agostino Piusi, kuchomwa mkuki mdomoni na kutekelezea shingoni wakati alipokuwa akijaribu kuwafukuza ng'ombe wasiingie shambani kwake. Mtazamaji, tunaomba radhi kutokana na baadhi ya picha ya taarifa hiyo sio nzuri, lakini huyu hapa Jimmy Mengele kutoka huko Morogoro anatujuza zaidi. Wakiongea na Channel 10, wanakijiji cha Dodoma Isanga wilayani Kilosa mkoani Morogoro walioshuhudia tukio hilo wamesema wakati Agostino Piusi akijaribu kuzuia mifugo isiingie shambani kushambulia mazao yake, na katika mabishano na mahojiano maswali ndipo akachomwa mkuki mdomoni na kutokea upande wa pili wa shingo, ambapo mganga wa zamu katika hospitali ya mkoa wa Morogoro Dr. Francis Mbugi amesema kuwa mtu huyo amepokelewa na anaendelea na matibabu. Kuja kupiga kelele ikabidi huyu mheshimiwa naye atoke na wenzake kwenda kusaidia hiyo tukio la kuondoa wale jamaa. Kwa hiyo ikabidi ile wanafika kuanza kuuliza maswali tu, waliposogeleana kama hivi mimi na wewe tayari pale kwa mkuki kwa mdomo kwa upasuaji na watu wa meno, kwa sababu gharama pale umepita juu ya meno. Kwa hiyo madaktari wote wawili watakuja, na lakini x-ray itapigwa na baadaye atapimwa damu. Wakati wa kutoa, kama itokea damu itatoka nyingi zaidi, basi damu haiwezi kutoa wakati huo. Akiongea kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Ulrich Matei amekiri kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema kuwa baadhi ya watu waliohusika na tukio hilo wamekamatwa. Ofisini mimi sipo, lakini nilikuwa nawasiliana na Kilosa. Walikamata watu watatu. Chanzo ni Wamasai kupeleka ng'ombe kwenye shamba la mahindi na maharage pale na miwa, lakini msako unaendelea na mwenye ng'ombe kishafahamika. Kwa hiyo ni swala tu la kufuatilia kama yule mwenye ng'ombe ataweza kutaja wale Wamasai wake. Nikiripoti kutoka Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10.